Mheshimiwa Spika, jitihada za serikali yetu zimeifanya Tanzania kutambuliwa kimataifa katika matumizi ya tehama serikalini, ambapo kwa mujibu wa utafiti wa Benki ya Dunia kuhusu ukomavu wa matumizi ya teknolojia duniani, nchi yetu imepanda daraja kutoka kundi B hadi kundi A katika utoaji wa huduma za serikali na ushirikishwaji ya kwanza kwa upande wa nchi za Afrika au Afrika Mashariki na ya pili barani Afrika na ya 26 duniani. Mheshimiwa Spika, vile katika kuimarisha usalama wa taarifa za watu, tumeanzisha sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ya mwaka 2022 pamoja na tume ya ulinzi wa taarifa binafsi inayosimamia utekelezaji wake. Sheria hiyo imewezesha uwepo wa usalama na faragha ya taarifa za mtu, watu au taasisi. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa mfumo wa utambuzi wa anwani za makazi katika kurahisisha mawasiliano, utoaji na upokeaji wa huduma, ufikishaji na ufanyaji wa shughuli za kijamii, kiuchumi na kiutawala, nielekeza mfumo huo ukamilishwe kwa njia ya operesheni, na nashukuru serikali ilifanya kazi hiyo, na kwa sasa taarifa za anwani za makazi ziliongezeka kutoka 350,000 mwaka 2020 hadi 12,853,657 mwaka 2025. Kwa upande wa miundombinu ya anwani za makazi, vibao vya namba vya nyumba vimeongezeka kutoka 3,125,000 mwaka 20 hadi 7,40,812 mwaka huu. Vile nguzo za majina ya barabara zimeongezeka kutoka 9,842 mwaka 2020 hadi 229,961 mwaka huu. Mheshimiwa Spika, katika kuzungumzia huduma za kijamii, niruhusu nianze na sekta ya elimu. Pamoja na kuendeleza kazi nzuri ya ujenzi wa miundombinu katika sekta ya elimu, serikali imeboresha sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2024 na mitaala ya elimu katika ngazi ya elimu ya awali, msingi, sekondari na elimu ya ualimu ili kuimarisha utoaji wa elimu katika ngazi hizo na kujielekeza kutoa elimu ujuzi kulingana na mazingira ya nchi na mahitaji ya soko la ajira. Mheshimiwa Spika, vile serikali imeongeza bajeti ya sekta ya elimu toka shilingi trilioni 4.72 mwaka 2020-2021 hadi shilingi trilioni 6.16 mwaka 2024-2025, iliyosaidia kuimarisha miundombinu pamoja na kuboresha mazingira ya kujifunza na kufundishia. Pamoja na mambo mengine, serikali imejenga shule 26 za sekondari za sayansi za wasichana kwa kila mkoa, shule 7 za sekondari za wavulana za sayansi kila kanda, na shule 103 za sekondari za mafunzo ya amali na ufundi. Lakini vile serikali imeongeza vyumba vya madarasa katika shule za msingi na sekondari kutoka madarasa 191,708 mwaka 2020 hadi madarasa 254,393 mwaka 2025. Aidha, serikali imeboresha shule 274 za michepuo ya kilimo na shule 28 za michepuo ya biashara. Imetoa vifaa vya kisasa katika shule 28 za mchepuo wa elimu ya ufundishaji amali na imekamilisha ujenzi wa nyumba 1792 za walimu, maabara 638, maktaba 1128 na mabweni 1000. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa elimu bila ada kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha 6
na imeongeza bajeti ya mpango huo kutoka shilingi bilioni 312.06 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 796.58 mwaka jana 2024. Hatua hiyo imewezesha kuongezeka kwa wanafunzi walionufaika na mpango huo kutoka 14,940,925 mwaka 2020 hadi 16,155,281 mwaka 2024. Vile vile katika kuhakikisha kila Mtanzania anapata fursa ya elimu iliyo bora, serikali imewarejesha shuleni wanafunzi 18,347 waliokatiza masomo kutokana na sababu mbalimbali. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza falsafa ya asiachwe mtu nyuma katika elimu na kuandaa mkakati wa taifa wa elimu jumuishi nchini kwa mwaka 21-22 mpaka 25-26. Mkakati huu utaboresha mazingira na utoaji wa elimu jumuishi kwa kuongeza nafasi ya mafunzo kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum pamoja na kukamilisha ujenzi wa shule jumuishi za mfano zikiwemo Lukuledi mkoani Mtwara, shule maalumu ya sekondari Patandi mkoani Arusha na shule jumuishi ya mfano ya awali na msingi ya sekondari Mbuye iliyopo mkoani Geita. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza msisitizo kwenye ujuzi, serikali imeongeza vyuo vya ufundi stadi kutoka 662 mwaka 2020 hadi 860 mwaka 2024. Yaani ongezeko la vyuo 198. Jitihada hizo zimeongeza udahili katika vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi kutoka wanafunzi 344,815 mwaka 2020 hadi 446,521 mwaka 2025. Vile vile imekamilisha ukarabati wa vyuo 10 vya VETA na 6 vya ufundi stadi na huduma za utengamano wa watu wenye ulemavu katika mikoa ya Tanga, Tabora, Singida, Dar es Salaam na Mtwara. Vile vile tumeanzisha vituo vya umahiri hususan katika sekta ya nishati, kilimo na usindikaji na usafirishaji, tehama na viwanda vya uzalishaji vilivyopo katika mkoa wa Arusha, Dar es Salaam na Mwanza. Mheshimiwa Spika, serikali imeongeza mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kutoka shilingi bilioni 464 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 784.4 mwaka 2025. Kutokana na hatua hii, idadi ya wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu imeongezeka kutoka wanafunzi 142,170 mwaka 2020 hadi wanafunzi 248,332 mwaka 2025. Aidha, programu ya ufadhili inayojulikana kama Samia Scholarship imeanzishwa na hadi sasa imewafundisha jumla ya wanafunzi 1,343 waliojikita kwenye somo au masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi, hesabu na afya. Zaidi ya hapo, tumeanza kutoa mikopo kwa wanafunzi wa ngazi ya stashahada wanaosoma fani za kipaumbele zikiwemo afya, sayansi ya ufundi, ambapo shilingi bilioni 19.95 zimetolewa kwa wanafunzi 7,534. Vile vile serikali iliondoa tozo ya 6% kulinda thamani ya fedha kwenye mikopo ya wanafunzi wa vyuo vya juu. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kujenga vituo vya kutolea huduma za afya kwenye sekta ya afya, kuimarisha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba, kuongeza upatikanaji wa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya na kuhamasisha matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma. Mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kuongezeka kwa vituo vya kutolea huduma za afya kutoka vituo 8,783 mwaka 2020 na kufikia vituo 12,846 mwaka 2025, sawa na ongezeko
sawa na ongezeko la vituo 4,063. Ongezeko hilo limesogeza huduma za afya karibu zaidi na wananchi, ambapo sasa inakisiwa kwamba 75% ya wananchi wanapata huduma za afya ndani ya kilomita 5 ya maeneo wanayoishi. Mheshimiwa Spika, nilieleza Bunge kuwa tutaendeleza kampeni ya Jiongeze Tuwavushe Salama ili kuhamasisha uwajibikaji wa wadau wote katika kupunguza vifo vya mama na mtoto. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kukamilika kwa ujenzi wa majengo ya kutoa huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya kanda Meta iliyoko katika jiji la Mbeya, iliyogharimu shilingi bilioni 13.2 na ambayo tayari inatumika, pamoja na hospitali za rufaa mikoa za Sekoture Mwanza, Geita, Simiu, Mawenzi, Njombe na Songwe ambazo zimegharimu kiasi cha shilingi bilioni 71.1. Vile vile vituo vyenye uwezo wa kutoa huduma za upasuaji wa dharura wa kumtoa mtoto tumboni vimeongezeka kutoka 340 mwaka 2020 hadi 577, pamoja na wodi Asante Mheshimiwa Spika, kumeongezeka pia wodi maalum au vyumba maalum kwa ajili ya magonjwa ya watoto wachanga. Mheshimiwa Spika, serikali imeongeza hospitali zenye majengo ya kutolea huduma za dharura kutoka 7 mwaka 2020 hadi 125 mwaka 2025. Kukamilika kwa majengo ya kutolea huduma za dharura kumepunguza vifo na kuokoa maisha ya wagonjwa wa dharura na wagonjwa wa ajali. Vile vile serikali imeimarisha huduma za uchunguzi kwa kununua vifaa tiba vya uchunguzi ambavyo vinapatikana kuanzia ngazi ya hospitali ya taifa hadi hospitali za rufaa za mikoa na halmashauri. Vifaa tiba vilivyoongezeka ni pamoja na MRI kutoka 7 hadi 13, CT scan kutoka 13 hadi 45, digital x-ray kutoka 147 hadi 491 na ultrasound kutoka 476 hadi 970. Mheshimiwa Spika, hali ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba aina 382 katika vituo vya umma imeongezeka toka 75% mwaka 2020 hadi kufikia 86.2% mwezi Aprili mwaka huu. Upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi unawezesha wananchi kupata mahitaji muhimu ya msingi katika vituo vya kutolea huduma za afya. Kutokana na kuimarika kwa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, kumekuwa na ongezeko la utalii tiba kwa wagonjwa wanaohitaji huduma hizo kutoka nje ya nchi kutoka 5,705 mwaka 2020 hadi 12,180 mwaka 2025. Huduma za kibingwa na ubingwa bobezi zinazotolewa ni pamoja na uwekaji wa figo, uwekaji wa vifaa vya usikivu kwa watoto, upandikizaji wa figo, kuweka puto tumboni, upasuaji mgumu au upasuaji wa matundu wa moyo bila kufungua kifua, upasuaji wa moyo kwa kufungua kifua, upasuaji wa ubongo, upasuaji wa uti wa mgongo, upandikizaji wa nyonga bandia na tiba ya saratani ya mlango wa kizazi. Mheshimiwa Spika, utafiti wa viashiria vya matokeo ya VVU na ukimwi umeonyesha kuwa tumefanikiwa kuvuka lengo kwenye utekelezaji wa shabaha ya 95% ya pili inahusisha tiba kwa watu wenye VVU waliotambua hali zao, ambapo 98% wapo kwenye tiba. Pia utafiti katika shabaha ya 3 inahusu kufubaza virusi vya waviu wanaoendelea na tiba inaonyesha kwamba 94%
ya waliopo kwenye tiba ndio wamefubaza. Kwa tunaendelea vizuri. Aidha, katika kufikia na waliofubaza maana yake hawaambukizi. Aidha, katika kufikia shabaha ya kwanza inayohusu watu wote wanaoishi na VVU kupima na kujua hali zao za maambukizi, 82.7% ya watu wanaoishi na VVU nchini sasa wanajua hali zao. Pamoja na kupungua kwa baadhi ya misaada ya wabia wetu kutokana na mabadiliko ya sera zao, serikali imejipanga kuhakikisha kuwa haturudi nyuma katika kufikia shabaha Asante. Serikali itahakikisha kuwa haturudi nyuma katika kufikia shabaha iliyowekwa kimataifa ya 95-95-95. Mheshimiwa Spika, afya za Watanzania itabaki kuwa kipaumbele cha kwanza cha serikali na uwekezaji stahiki utafanywa. Mheshimiwa Spika, ili kutimiza azma ya upatikanaji wa maji safi na salama kama ilivyoelekezwa kwenye ilani ya CCM, serikali ilitekeleza mikakati na programu mbalimbali ikiwa ni pamoja na miradi ya usambazaji wa maji 2331 mijini na vijijini. Aidha, miongoni mwa miradi mikubwa iliyotekelezwa ni pamoja na ifuatayo: mradi wa kuboresha huduma za maji katika miji 28 ya Tanzania bara kwa gharama ya shilingi trilioni 1.3 ili kunufaisha wananchi wapatao milioni 5,985,500. Mradi wa maji safi na usafi wa mazingira wa Arusha uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 520 na ambazo umeongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni 40 hadi lita milioni 200 kwa siku.